kwa Morogoro ni fursa kwetu, hususani kwa wasanii wote machipukizi ambao hawajapata sehemu ya kuonekana. Basi hii ndio nafasi, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa sana ya mambo watu wasanii wa kuimba, si maigizo, Morogoro hawapiti. Ushaona bwana, yani na kwa sababu gani hawapiti? Watu wengi hawajui Morogoro watu hawapiti kwa sababu Morogoro kuna vipaji vingi. Yani kuna sala kija hapa sijui nani wanataka kuanzisha mambo yale, wataondoka karibia nusu ya Morogoro. Kwa hiyo ndio maana asilimia kubwa sana hawaga hawapiti. Kwa hiyo na wakipita ya jamaa, mwisho wa siku hapa Morogoro vipaji vinakufa. Kwa hiyo mwisho wa siku wafunifu wameona sasa, subiri na sisi tujitahidi tuinue vipaji. Umeona, na nilichokipenda mimi zaidi pia ndio maana nilitokeza kuongea kwamba hawawezi kumtupa huyo aidha msanii wa kuimba ama mchekeshaji, kwamba wataendelea kumsimamia tofauti na watu wengine ambao kisha mtu akishachukua posho yake wanaachana naye. Hapa ni tofauti. Kwa hiyo mimi wito wangu kwanza kwa viongozi wa Morogoro kwamba tujitahidi kuinua vipaji, kwa sababu kama hivi gazeti Karim Mandonga amekuja, umeona amesapoti kwa namna yake hamasa, lakini yote ili mradi mkoa wetu uendelee kulitangaza vyema kuhusiana na mambo ya michezo. Na pia viongozi wetu hapa basi uwe karibu na sisi wana michezo, haijalishi mpiga ngumi, mpiga ngoma za asili, marimba, wasanii, basi wote kuna muda mwingine mtoke pamoja ili tupate kujuana na pia mchezo tujenge Morogoro yetu. Mwenyezi Mungu awarudishie baraka hawa wakaa chini wakaweza kutafakari kwamba tukuze vipaji vya vijana wenzetu, tutapambanaje. Kwa hiyo wamekaa wakapata mawazo, wakapata msingi. Hata mimi pia Mandonga Tukazi nimeweza kuyapokea kwa mikono miwili, na familia yangu hapa toa kiduku shosho ndio chuma mlingoti chuma, na amepokea kwa mikono miwili swala hili kwamba tupambane, tusonge mbele, tusiishie njiani. Kila mmoja Mwenyezi Mungu amsaidie akamilishe safari yake. Kwa hiyo mimi na toa support kwa vijana wenzangu, yeyote aliyokuwa mbali, yeyote anayesikia ajaribu kumfikishia ujumbe na mwenzie. Kama wewe na kipaji cha kuimba, basi jaribu kumwambia mwenzie, inawezekana naye akawajua kuimba kama wewe. Na kama wewe unaweza kuchekesha kipaji cha comedy, bwana, jaribu kumfikishia ujumbe mwenzio naye aweze kujumuisha kwenye swala la comedy, kwa sababu wanasema hivi ni vipaji. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa na kipaji chake. Sasa nani tutamjua ni bora? Ndio maana ameitwa mashindano ya Smith of Talent. Maana yake ili vijana wa Tanzania tuweze kusapotiwa, tufike mbali zaidi na tumize malengo yetu. Tunatambua fika mchango wa sanaa katika kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tukasema kupitia hiyo sisi kama Smith House of Talent, kwa sababu tumekuwa tukifanya kupitia kampuni ya Smith Company Limited kuwawezesha vijana kuweza kupata ajira mbalimbali. Mpaka sasa hivi tuna vijana takriban 53 waliweza kupata ajira za kudumu. Sasa tunapanuaje hivi? Tumeanzisha Smith Talent Support. Mchakato utakuwaje wa kuweza kupata watu wenye vipaji? Sisi kwa kushirikiana na wadau wakubwa wa burudani wa mkoa wetu wa Morogoro, wakiwemo machampion hapa, tunamwona Brother Mandonga pamoja na Twaha Kiduku, support yao imekuwa ni kubwa sana kuweza kuhakikisha kuona Morogoro yetu inaweza kunyanyuka na kuwa katika viwango vikubwa sana. Tunaomba kuambia mchakato utakapokuwa kuweza kupata washindi. Mchakato wetu utakuwa na session kama mbili. Kuna usaili wa awali, ambapo usaili wa awali tutajua kuanza tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na fainali itafanyika tarehe 23 mwezi wa 5 2026. Kipindi chote cha usaili kitafanyika katika venue ya Super Bite hapa mkoani Morogoro, lakini fainali itafanyika katika ukumbi wa Mount Uruguru tarehe 23 mwezi wa 5 2026. Ndugu zangu waandishi wa habari, zawadi ambazo zitaweza kupatikana, tumesema lengo kubwa ni kuweza kutoa support.
Sasa kwenye support hataki kuzalisha kipaji halafu tukakiacha kinakufa. Tunaamini ya kwamba hakuna zawadi inayotosha, hakuna pesa inaweza kumtosha kuongeza mtu kipaji chake pasipo kupata mwongozo sahihi wa kuweza kusimamia ndoto zake. Hivyo basi, mbali ya kupata pesa taslimu, mshindi atakayeweza kushinda, mshindi wa kwanza atapata zawadi ya kuweza kurekodiwa nyimbo 3 pamoja na video, lakini mshindi wa pili ataweza kupata zawadi ya kurekodiwa nyimbo 2 na mshindi wa 3 nyimbo 1. Mbali ya hayo, tutaweza kujipush kadri sisi tunavyoweza kuhakikisha anafika angalau hata sehemu ambayo wadau wengine wanaweza kumuona na yeye akapata nafasi ya kuweza kuendelea